Wapendwa wana taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema, ametujalia uhai na tunakutana tena, na niko tena hapa tayari nikimwomba Roho Mtakatifu anijalie niweze kushirikisha machache yanayo ujumbe tunaoupata kutoka katika masomo ya Jumapili ya 6 ya mwaka A wa kanisa. Niende moja kwa moja kwenye masomo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 aya ya 5 mpaka ya 8 na aya ya 14 mpaka ya 17. Kwa ufupi ni kwamba Filipo mtume yule anahubiri Injili katika Samaria. Watu wengi wanapokea neno kwa furaha. Miujiza inafanyika. Pepo wachafu wanaondoka katika watu kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Wagonjwa wanaponywa na furaha kubwa inajaa mjini. Baadaye mitume Petro na Yohane wanakwenda kule Samaria kutoka Yerusalemu ili kuombea waamini wapya wampokee Roho Mtakatifu, kwa sababu wale waamini walikuwa hawajampokea Roho Mtakatifu. Na maneno ya mwisho katika somo hili linasema kwamba ndipo wakawekea mikono yao juu yao nao wakampokea Roho Mtakatifu. Hayo ndio tunayoyasikia kutoka katika somo la kwanza, yani ufupisho wake. Wapendwa, somo hili liliandikwa kuonyesha kuwa wokovu ni kwa wote na Roho Mtakatifu ndiye anayejenga umoja wa kanisa. Kule Samaria pengine Wayahudi, tuseme Wayahudi, Samaria walikuwa ni Wayahudi, lakini Wayahudi ambao walishachanganyikana na mataifa mengine na ndiyo maana kulikuwa na ugomvi kati ya Wasamaria na Wayahudi wale ambao walijiona kabisa ndio sisi hatuna mchanganyiko wote wa damu, sisi ndio tuseme, kama ningetumia lugha ya siku hizi, basi ndio original kabisa. Waliwadharau. Lakini unaona Filipo anaenda kule, Mungu anamuongoza, na wale watu ambao walionekana kama watu wa chini, watu wa pembeni, wanampokea Roho Mtakatifu kabisa, na wanawekewa mikono na wale Petro na Yohane walioenda kule baada ya Filipo huyo kuwahubiria habari njema. Kumbe wapendwa ndugu zangu, Injili ni nguvu ya kuleta furaha ya kweli. Mahali Yesu anapokaribishwa, hofu na mateso hubadilishwa kuwa furaha. Na huu ni ushuhuda tunaopata kwenye somo hili la kwanza, na ni ushuhuda hata tunavyoona katika maisha yetu ya kila siku. Hata kama mtu uko katika mateso yako ukishikamanisha na Bwana Yesu, hata mateso yale yatapungua. Na hata kama yataendelea kuwepo, ukijishikamanisha na Bwana Yesu, mateso haya yataonekana kuwa chanya. Mateso haya yataonekana kuwa na maana kwa namna fulani, hutaweza labda hata kulalamika, na hayo yote utampatia Mwenyezi Mungu. Lakini kitu cha pili tunachojifunza kutokana na somo hili ni kwamba imani inahitaji kukuzwa na Roho Mtakatifu. Kubatizwa ni mwanzo. Maisha ya Kristo yanahitaji nguvu endelevu ya Roho Mtakatifu. Tumesikia watu walibatizwa wa Samaria, lakini Petro na Yohana wakaenda wakawekea mikono, wakaimarishwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wapendwa, ndio maana kwenye hata sakramenti zetu watu wanapata kipaimara, wanawekewa mikono, Roho Mtakatifu anawaimarisha. Lakini kuwaimarisha huko sio kwamba tunawaacha. Hata sisi ambao tulishapokea Roho Mtakatifu si kwamba tuko imara. Inabidi tuendelee kumwomba Roho Mtakatifu azidi kutuimarisha. Wale watu ambao pengine tumeishakomaa katika imani, tuwape mwongozo. Wale ambao wanapata ulegevu, pengine wanakengeuka, wanamwacha Mwenyezi Mungu. Wale vijana, watoto wanaoendelea kukua, tusiwache wao peke yao. Na hasa wazazi, daima hapa napenda kusema hivi, na leo nirudie, kama watoto wetu tunawapeleka mashuleni, tunawapeleka kwenye shule za namna gani? Je, wanapata malezi mazuri ya kimaadili? Lakini kimaadili, zaidi ya kimaadili, wanapata malezi ya Kikristo? Haina maana mtoto wako asome apate degree hata kama ni 20 anapata, lakini kama hajajengwa katika misingi ya Kristo,
Hapana, si kitu ambacho ni kizuri. Tuangalie na ikiwezekana tuwapeleke kwenye shule za Kikatoliki. Juzi hapa nilikuwa likizo kijijini, nikakutana na jirani yetu, akasema mtoto wangu ni Mkatoliki, mimi ni Mkatoliki na yule baba tulisoma naye shule ya msingi. Sasa nikashangaa, mtoto wangu anakuja likizo, tunaomba chakula, kabla ya kula tunaomba kuombea chakula, yeye anainama tu hivi, tukifanya ishara ya msalaba yeye anabaka ameinama tu hivi. Kumbe akagundua kwamba alienda kusoma kwenye shule ambayo si ya Kikatoliki, kwa akamfunza yule mtoto kwamba mambo ya ishara ya msalaba si lazima. Yule baba ameshamhamisha mtoto wake, tunapoongea sasa hivi amempeleka kwenye shule ya parokia ambaye ni ya Kikatoliki. Ni kitu kizuri sana. Wazazi, tuwalee watoto wetu vizuri na tumwombe Mungu Roho Mtakatifu aongoze na tufanye maamuzi. Tusikimbie tu kuwapa elimu tu huku na huku, lakini tukasahau malezi ambayo ni ya Kikristo. Lakini kitu cha pili ambacho napenda kusema ni nguvu ya Roho Mtakatifu inayotuimarisha na kutufanya tukue zaidi. Na sisi tuombeane. Tusubiri tu kwamba mtu amekufa tunamwombea marehemu. Ni vizuri tukumwombea marehemu, lakini tuombeane na tusaidiane kupeana miongozo, kuwapa watu ushauri. Leo nilienda familia moja kuwatembelea, wakawa wananiambia baba wa familia hiyo sasa hivi ni marehemu, apumzike kwa amani. Sasa nikakutana na kijana mmoja ambaye amefunga ndoa. Anasema yule baba alipokuja kwangu tukasali sala za jumuiya, wengine wakatawanyika, alibaki kwangu. Yule alikuwa mwenyekiti wa jumuiya, huyo mzee akaanza kuambia yule kijana, alikuwa anaishi na mama fulani hawajafunga ndoa. Alikaa nao baada ya sala za jumuiya, baada ya kukaa nao wakapika chai akanywa, akakoma nao, anawaambia mko hapa mnakaa pamoja bila ndoa, mna nyumba tena, mmeniambia nyumba yenu mmejenga, ninaona mnapendana, kwa nini hamtaki kufunga ndoa? Akawapa mafundisho, akakoma nao. Mwisho wa mwisho sikio nakwambia, walimwambia hivi, tunaomba tuwataarifu wazazi pande zote mbili. Haikupita mwezi walienda kuandikisha ndoa yao kwa padri. Unaona, walikuwa naishi katika dhambi, lakini waliimarishwa na yule mzee mwenyekiti wa jumuiya, apumzike kwa amani, ambaye alikuwa ni mwenyekiti, akawaongoza katika Bwana na wakafunga ndoa. Wapendwa, tunampokea Roho Mtakatifu, tumeisha mpokea, tunaendelea kumpokea, tuendelee kusaidiana huyu Roho Mtakatifu aweze kufanya vizuri zaidi na zaidi katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu hana mikono inayoonekana moja kwa moja, hana miguu tunayoiona kama yetu, hana macho kama yetu ya moja kwa moja. Yeye Mungu anatutumia sisi kama mwandishi anayetumia kalamu, ila kalamu haiwezi kujisifia kwamba nimeandika vizuri. Hapana, kalamu inatumiwa na mwandishi. Sisi ni vyombo vyake Mungu, sisi ni vyombo vyake. Hivi basi tufanye kazi na huyu Roho Mtakatifu sasa atuingia, tuongoze, ili tuweze kutenda matendo yaliyo mema katika maisha yetu ya kila siku na kuwasaidia wenzetu. Injili ni Injili ya Yohane sura ya 14, ndiyo sura ya 14 aya ya 15 mpaka ya 21. Yesu anawaambia wanafunzi wake hivi, mkinipenda mtashika amri zangu. Labda nikuulize, wewe unampenda Yesu? Bila shaka jibu ni ndio. Unazishika amri zake? Hapo sasa ni kitu kingine. Wewe jipatie jibu. Ndio. Mimi huwa ninapokuwa natoa ubatizo kwa watu, mnamkataa shetani na mambo yake yote na ila zake zote, kanisa zima unasikia tunamkataa. Lakini huwa swali na wauliza tena mseme tunamkataa, sema namkataa kivyako. Maana kuna wengine wanaweza kuwa namkubali shetani, kwa sababu si kwamba wote tunakuwa tuko safi mbele ya Mwenyezi Mungu. Na unaposema namkataa shetani, kweli unamkataa shetani. Ndio maana Yesu anatukumbusha hapa, anasema mkinipenda mtazishika amri zangu.
Na ndivyo ilivyo hata kwenye familia. Baba, kama wewe ni mtoto unampenda baba kwa mfano, si utafuata maagizo yake, huwezi ukaenda kinyume chake. Na hiyo ni dalili mojawapo ya kuona kwamba unampenda baba. Au ingelikuwa ni shule, mwanafunzi watasema anaipenda shule yake kama walimu na walezi kwa ujumla katika shule ile wanaona mwanafunzi yule anafuata maagizo, anasoma vizuri, anatii amri za shule na watii walimu na kadhalika. Kwa Yesu anatuambia kitu cha maana sana. Mkinipenda mtazishika amri zake. Amri zake si mzigo. Hizi amri za Yesu, mafundisho ya Yesu au amri za Mungu na yale yote tunayoyapata katika maandiko matakatifu, lengo lake ni zuri. Mungu hawezi kuweka kitu ambacho anataka tutese. Lengo lake ni kutaka kutupa mwongozo mzuri wa maisha. Wengine ambao wana msimamo wa ajabu sana, au waliberali, au wale watu ambao wanapenda tuishi maisha ya ufri na kadhalika, anasema hizo amri za Mungu tuachane nazo. Hapana. Ni kwa lengo zuri, neno la Mungu ni kwa lengo zuri. Nakumbuka mkumbukwa Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 mwaka fulani alikuwa anaenda kwenye sherehe ya ulimwengu ya vijana kule Ujerumani, akiwa kwenye meli hivi majini kwenye mto fulani anatembea, vijana wako pale, meli ikasimama, akwambia, ninyi vijana mliokusanyika hapa, Yesu anawapenda sana. Yesu hataki mpotee, na Yesu hataki kwamba msifurahie maisha. Ujana wenu ufurahie, kula maisha, furahi na kadhalika, lakini vile vile mkumbatie Bwana Yesu, msimsahau Bwana Yesu. Yesu hataki tufurahie, si kwamba hataki tufurahie maisha, anataka tufurahie maisha. Tule vizuri, tulale mahali pazuri, tuwe na raha, tuwe na furaha, maisha yao mazuri. Yesu hataki tupate maisha ya shida. Kwa usifikiri kwamba kwa kumwacha Yesu sasa ndipo unapokuwa huru. Hapana. Kwa kumwacha Yesu unapotea. Kwa hiyo tufanye shughuli zetu, masomo yetu kama ni vijana, kazi zetu, biashara zetu na kadhalika, kila kitu tufanye, lakini vile vile tubaki pamoja na Kristo, tukizishika amri zake na neno lake vile vile kulishika vizuri. Kumbe upendo wa kweli kwa Yesu unaonekana katika utiifu wetu, kuzitia amri za Mungu, si kwa maneno tu, bali kwa maneno yanayoakisi Injili, au maneno yanayoonesha kwamba Injili tuliyoisikia tunaishi kwa maneno. Ndiyo. Na Roho Mtakatifu ni msaidizi wa karibu, si wazo la mbali. Anaishi ndani yetu, anatufundisha na kututia nguvu katika maisha yetu ya kila siku. Na ndugu wapendwa katika Kristo, Yesu ameshatuahidi kwamba hatutaishi peke yetu. Yesu yupo nasi daima kwa njia ya Roho wake, hata katika nyakati za hofu na sintofahamu. Kumbe wapendwa katika Kristo, tumuombe Baba wa mbinguni, tuseme, Bwana, tunakushukuru sana kwa kutupenda hadi ukamtuma mwanao atujifunue kwetu uso wa huruma wako, Mwenyezi Mungu uliyetupenda sana. Tunakushukuru sana Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya Roho Mtakatifu, msaidizi wetu kabisa, Mungu wetu na faraja ya mioyo yetu. Bwana Yesu, endelea kutuongoza, endelea kutupenda, na sisi tuweze kukupenda zaidi na zaidi, si kwa midomo yetu tu, bali kwa moyo wa imani na matendo yetu ya kila siku. Tunaomba hayo yote kwa Kristo Bwana wetu. Nikutakie maisha mema katika Bwana mfuka. Tumsifu Yesu Kristo.